jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu kuwa sote jioni hii kwa masifu ya jioni tunayoyasali pamoja na mpendwa wetu Askofu Stefano Musomba wa jimbo la Bagamoyo, ambaye kesho mapenzi yake Mwenyezi hata wapa daraja la upadirisho kijana wetu wanne Baba Musomba. Karibu sana. Wapendwa mapadri, wakiki na watume, na ndugu zangu wote, tumsifu Yesu Kristo. Tarehe 3 mwezi Juni kila mwaka tunaadhimisha sherehe ya watakatifu Karoli Wanda na wenzake wafiadini. Hawa ni watakatifu katika mazingira yetu ya Kiafrika, kwani kuanzia mwaka wa 1885 hadi mwaka wa 1887 Wakristo wengi waliuawa kule Uganda kwa amri ya Mfalme Mwanga, ambaye alichukia dini ya Kikristo. Baadhi ya hao waliouawa walikuwa wakiishi katika ikulu ya mfalme huyo aliyekuwa muuaji, na wengine wao walikuwa watumishi wake yeye mwenyewe binafsi, kama vile Karoli Wanda na wenzake 21 ambao walikuwa ni Wakatoliki waliokuwa na bidii sana juu ya imani yao, na kwa sababu walikataa kuvumilia na kukubali matakwa ya yule mfalme Mwanga, aliamuru wauawe. Wapo wengine waliokufa kwa upanga na wapo wengine walikufa kwa kuchomwa moto. Hii mbegu ya imani iliyopandwa miaka mingi, ambayo sasa imezaa matunda mengi. Zangu, katika somo tulilolisikia, Mwenyezi Mungu anasema kuwa wewe umezingatia agizo langu la kuwa na uvumilivu, nami pia nitakutegemeza salama wakati wa dhiki unaojia ulimwengu mzima, wajaribu wote wanaoishi duniani. Na Mwenyezi Mungu anasema naja kwako upesi. Linda ulicho nacho sasa, ili usije ukadanganywa na mtu yeyote kwa ajili yako ya ushindi. Wapendwa mashemasi wetu, kwa miaka mingi tuliweza kuvumilia na kutembea katika safari ndefu juu ya wito wenu. Labda tuna
mengi ambayo yaliwakatisha tamaa, na wakati mwingine labda mkafikiri kukatisha safari hii, lakini kwa uvumilivu wenu naamini Mwenyezi Mungu atatenda. Kama vile Karolipanga na wenzake 21 waliokuwa Wakatoliki walioshika imani yao kwa dhati, walikuwa watumishi hodari na hata kutunukiwa utakatifu kule mbinguni walikokuwa. Wapendwa washemasi wetu, mtafakari kwa makini sana, hasa jioni hii kuamkia kesho, juu ya wito mnaoendea wa kumtumikia Mwenyezi Mungu kama wahudumu wa altari, wa kumshusha Kristo madhabahuni aweze kufurika kwa watu wote. Hilo sio jambo dogo. Ndio maana nawaambia, tafakarini kwa makini kwa muda huu mfupi uliobaki juu ya wito wenu kuelekea katika altari ya Bwana. Yawezekana kwa miaka yote hiyo labda mlikuwa mnafikiri kweli itakuwa. Basi mtafakari tena kwa masaa haya yaliyobaki, mkijua ya kumkua kwamba mnaitwa kwa ajili ya kazi maalum ya kumtumikia Mwenyezi Mungu na watu wake, ili mkawe vyombo imara ya kumtangaza Kristo na huduma kwa wale waliowateule. Ndugu zangu mashemasi, kazi tunayoendelea sio ndogo. Ushuhuda na mashahidi hawa waliokuwa nasi jioni hii, wanaotamani kushuhudia ndio yenu ili ikawe ndio kweli, na hatimaye kesho Mungu ajali yake kumwambia asante Mungu kwa zawadi hii. Sisi kazi yetu ni moja, kushirikiana na baraka za Mwenyezi Mungu ili hatimaye mweze kufikia lengo lenu na lengo la kanisa. Hata kwa nafasi hii, wazazi walioweza kufika ni wakaribisha kanga katika nyumba kuu. Labda kati yenu kuna wanaofikiri kabisa kwamba labda mamangu Joseph Tengo au Raymond Chao au Nyata au Titus Mshami kwa usiku wa kuamkia kesho atasema hapana, ushindwe katika jina la Yesu. Basi ndugu zangu, tuzidi kuombea watoto wetu ili hatimaye safari ndefu walioifanya Baba Musoma ilikuja kushiriki nasi, na yeye ni mwali. Ni juzi tu alienda akasimikwa katika jimbo jipya la Bagamoyo kama askofu wa kwanza katika jimbo jipya. Kwangu ni furaha iliyoje kwamba anakuja kutoa sakramenti ya upadre. Na labda niseme nasi ni saratanga
katika jimbo la Bagamoyo, jimbo ambalo lina historia ndefu, jimbo ambalo Ukristo katika Tanzania na kanda hii ya Afrika Mashariki ulianza kuingia katika lango kuu lile la Bagamoyo miaka zaidi ya 150. Hata hivyo, Mwenyezi Mungu mwenyewe akampendeza kufanya alilofanya, japo majimbo yametimiza miaka 125, mengine yanaendelea kutimiza miaka 100, lakini jimbo lako jipya lina mwaka mmoja. Baba Somba, ya Mwenyezi Mungu ni makuu mno, wala usijisikie vibaya, kwani hadi sasa wewe ni mtoto wa mwisho katika majimbo ya Tanzania, mahali ambapo Ukristo uliingia zaidi ya miaka 150. Kwa Mungu hakuna lisilowezekana. Nakaribisha Tanga, uwe pamoja nasi ndugu zako, kijua kabisa kwamba mipaka ya Tanga na Bagamoyo ni ile, na sote tunashiriki bahari inayoitwa ya Hindi wala si ya Afrika. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa inafuata kukiri imani kwa wateule wetu wa daraja la upadre ambao watapewa hapo kesho. Kadiri ya sheria za kanisa, mababa wa kanisa wanatudai kabla ya mmoja kuingia kwenye daraja takatifu, basi akiri imani wazi wa askofu halali wa kanisa Katoliki. Kwa vile hawa ndugu zetu walikwisha kuweka viapo vya kuingia katika hali ya useja, na pia kwa ajili ya hitaji la kanisa kwenye nyakati tulizo nazo, walishaweka viapo vyao vya ulinzi wa mtoto, yaani commitment to the care and protection of the minors and vulnerable, ulinzi wa mtoto na wote walio katika mazingira hatarishi, na wakaweka viapo. Na leo watakiri imani tunayoiamini sisi sote, watakiri wao wenyewe kwa midomo yao mbele ya kanisa na mbele yetu sisi sote. Sasa kwa nafasi hii nimuombe Baba Simon Chakusanga jongee hapa mbele ili waite wale wateule wetu wa upadre ambao watapata kesho, na mshamba wa askofu nikuombe pia jongee hapa mbele ya tani. Karibu mshamba msana. Alfred Mjata, nipo. Shemasi Raymond Shao, nipo. Shemasi Titus Mshabi, nipo. Hapa mashamba wa askofu atawahoji nia yao, na baada ya kuonyesha nia yao hiyo wataulizwa maswali na kuyajibu la imani, na baada ya kukiri imani moja moja atajiongea mbele ya mashamba wa askofu na kuweka sahihi katika ungamo hilo la imani ambalo wamenikiri wenyewe kwa midomo yao. Naomba mkurugenzi wa
mjongee hapo mbele katika kushuhudia. Mimi Shemasi Titus Agusti Mshabi. Mimi Shemasi Raymond Shao. Mimi Shemasi Joseph Januari Tembo. Mimi Shemasi Fredi Stephen Mjaka. Ninasalihi na kuungama walemani kamili yote na kila kitu katika imani, yaani nasadiki kwa Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, Muumba mbingu na dunia na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Nasadiki kwa
kuweka kiapo cha upadre. Karibu. Mimi Shemasi Titus Agusti Mshami. Mimi Shemasi Raymond Shaw. Mimi Shemasi Joseph Januari Tembo. Mimi Shemasi Alfred Steven Mjata.
sasa wanaweka kiapo cha upadre. Karibu. Mimi Shemasi Titus Augustine Shama. Mimi Shemasi Raymond Shaw. Mimi Shemasi Joseph Januari Tembo. Mimi Shemasi Alfred Steven Mjata. Hivi
Sasa wanaweka kiapo cha upadre. Karibu. Mimi Shemasi Titus Augustine Shama. Mimi Shemasi Raymond Shaw. Mimi Shemasi Joseph Januari Tembo. Mimi Shemasi Alfred